Naitwa mchungaji wa taifa Nabii Mikaya Komando Mashimo. Omba niwape salamu za Christmas. Sisi wa Kristo tunakwenda kwenye Christmas. Nina kila sababu kuwapongeza Watanzania wote wa dini zote, Wakristo kwa Waislamu na wasiokuwa na dini. Tunaenda kwenye sikukuu ya Christmas. Christmas ina tafasiri ya kufanyaje, ya kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na anapozaliwa Yesu Kristo inakuwa ni fundisho kwetu sisi wanadamu ya kwamba Yesu azaliwe upya mioyoni mwetu. Kwa na kila sababu ya kuwapongeza Watanzania kuwa na moyo wa subira, moyo wa utulivu, moyo wa amani, kwa namna ambavyo tumekuwa washiriki wa amani na utulivu. Naomba nishauri, lakini pia hata siku ya leo nilimuona mtumishi wa Mungu, mzee wangu, mzee Warioba. Huyu amekuwa waziri mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia kuna maana kazungumza kwa uchungu sana, akasema mambo mengi kwamba namnukuu, alisema kwamba watu waliouawa siku ya uchaguzi 2025 29 sio 2010 Oktoba, kwamba walikuwa ni wengi kuliko vita vya Kagera. Sasa basi hapa naomba nifundishe jambo la busara na niombe kitu kimoja kizuri. Taifa letu limepita mapito mengi. Hakuna mtu ambaye hana machozi, hana huzuni, lakini inatakiwa sasa viongozi wetu, wazee wetu, viongozi wa dini tusimame sasa kwenye msimamo wa pamoja wa kulifanya taifa kurudi kwenye faraja. Hivi leo mtu aliyefiwa na mtoto wake ukaendelea kumzungumza habari ya msiba wa mtoto wake, ataendelea kuwa na maumivu, na yale maumivu muda mwingine yataleta chuki hata kwa Mungu mwenyewe, kwamba Mungu Baba uliruhusu. Tunajua. Lakini pia serikali nimeona kwa namna moja au nyingine inapambana sana ili kufanya namna gani ya kupata suluhisho la jambo hili. Nimeona pia kuna tume imeundwa ya jambo hilo. Mimi ningefikiri kwa kipindi hiki viongozi wa dini, Waislamu kwa Wakristo, hebu tuwe kitu kimoja kwanza, ili tuilinde amani yetu, tuimize amani yetu, ili Watanzania tusimame kwenye umoja. Ile tume ambayo pia imetengenezwa ili kuchunguza mambo haya, tusubiri pia majibu yake. Majibu watatuletea majibu gani? Mmepata vile? Sasa majibu ambayo atakuja kama ni tofauti na mtazamo wa Tanzania wote, tuna kila sababu ya kuhoji, ya kulalamika, kutoa maoni hayo. Ila kipindi hiki tunapokwenda kusherehekea siku ya Christmas, mimi niombe viongozi wa dini zote tusimame kuwa washiriki wa kushiriki kwa ajili ya kuitunza amani ya nchi yetu.